Wafalme wa kwanza 17 mstari wa kwanza. Eliya mwenyeji wa wenyeji wa Gilead alimwambia Ahabu mfalme wa Israeli, hapata kuwa na umande wala mvua isipokuwa kwa neno langu. Hakusema kwa neno la Mungu. Eliya anapozungumza habari ya kuikwamisha mvua isinyeshe kwa neno lake, anazungumza katika nafasi ya uwakilishi wa Mungu aliyonayo duniani wakati wake. Kilichomfanya Eliya kuwa na mamlaka ya namna kama hii ni mapenzi ya Mungu au matakwa ya Mungu ambayo Eliya alikuwa ameyapokea kuwa maisha yake kwa wakati wake. Eliya alifikia mahali alikuwa na maamuzi katika neno lake kama Mungu alivyo na maamuzi katika nafasi yake kwa neno lake. Kwa sababu kwa neno la Mungu, Mungu ameumba. Kwa neno la Mungu, Mungu anahuisha. Kwa neno la Mungu anaua, anafufua kwa neno lake. Eliya alikuwa na uwezo hata wa kuwafuta watu wakafutika, kuvifuta vitu vikafutika. Tunakumbuka wakati mfalme aliyemrithi Ahabu alipokuwa anatawala huko Samaria, mfalme Ahazi, maandiko yanasema alidondoka katika dirisha akaumwa. Wakati anaumwa akatuma watu kwenda kuuliza, akatuma maafisa wake 50 kwenda kuuliza kwa miungu ya Ekron iliyokuwepo wakati huo. Mungu akamwambia Eliya jeni kwamba hapana Mungu katika Israeli, hata Ahazi anaenda kuuliza kwa miungu ya Ekron. Eliya akawaambia wale maafisa, wakaenda kumwambia mfalme. Mfalme akawaamuru, akamwambia nendeni mkamwite. Walienda, bahati mbaya wakamuita nje ya utovu, nje ya nidhamu. Hawakumuonesha heshima kama mtumishi wa Mungu. Aliwafuta kwa neno lake kwa kuonyeshea moto, moto ukawaramba. Kinywa chake kilikuwa kinaweza kuwasha moto. Eliya angewasha moto na ukawaka bila kuwa na nyenzo yoyote ya kuwashia moto. Kilichomfanya mtu huyu aliyekuwepo duniani kutembea na moto kinywani mwake ni nini? Ni mapenzi au matakwa au makusudi ya Mungu ambayo yalikuwa yameumiliki moyo wake na maisha yake, na kwa makusudi hayo au mapenzi hayo yakawa ndo maisha yake. Katika mapenzi ya Mungu, Mungu ndiye anakuwa na maamuzi ya kwanza na ya mwisho juu ya mtu ambaye Mungu anaweka mapenzi yake. Tunakumbuka wakati Mungu alikuwa na kusudi lake la kuipanua dunia hii kwa sehemu yake ya ufalme wa mbinguni, na ndani yake alikuwa na mapenzi yake au makusudi yake ya kwamba dunia hii itawaliwe kwa mfumo ambao yeye anatawala. Aliamua kumtengeneza Adamu kama chombo kitakachobeba mapenzi hayo, na kwa kuyabeba hayo mapenzi ya Mungu kulimpa Adamu kuwa na mamlaka na nguvu kama Mungu mwenyewe hapa duniani. Na nimeendelea kusema na kurudia ya kwamba hiki ndicho tulichopoteza. Hatukupoteza Uislamu, hatukupoteza Ukristo, hatukupoteza Judaism, hatukupoteza Uhindu, hatukupoteza Uyahudi, hatukupoteza hivyo vitu. Kilichopotea kwa mwanadamu alipoacha kuyafanya mapenzi ya Mungu, alipoteza haki ya kuwa na nguvu na mamlaka ya Mungu. Alipopokea mapenzi ya Ibilisi, matakwa ya Ibilisi, maamuzi ya Ibilisi, ushauri wa Ibilisi, alipoteza mamlaka na nguvu za Mungu na akapokea mamlaka na nguvu za giza katika maisha yake. Sasa Eliya tunayemwangalia katika Wafalme wa kwanza 17 mstari wa kwanza alifikia kutenda kama Mungu alivyo. Alifunga mvua, aliua adui zake kwa neno,
Tunakumbuka wakati wanatoa sadaka kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 18, aliwashauri manabii wa Baali kwamba watoe sadaka na wakaribishe miungu. Mungu wa Israeli akaribishwe, ambaye Elia anamwamini, na wao mkaribishe Baali na wajifunue kwa kuwasha moto bila kutegemea nyenzo zilizokuwa zinatumika wakati ule. Na Elia aliomba kwa matamshi ya kinywa chake, moto ukashuka juu ya sadaka. Wanadamu hatukuumbwa kuwa wa kawaida kuishi kwenye sayari hii, wala hatukuumbwa kuwa watumwa na watumishi wa dini yoyote. Tuliumbwa kuja kumwakilisha Mungu kwa kufunua nguvu zake na mamlaka yake, kwa kufunua udhibiti wa rasilimali zilizopo hapa duniani kwa mapenzi yake. Hicho ndicho mwanadamu alichokipoteza. Kwa nini Elia afikie kiwango hiki? Mvua haitanyesha wala hakutakuwa na umande kwa miaka 3 na miezi 6, isipokuwa nimetaka. Yaani ilifika mahali unaposimama katika mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Mungu yanakuwa ndo maisha yako, unaanza kuishi katika matakwa, maamuzi, na kile unachokiamua kinakuwa kama Mungu anavyoamua katika nafasi yake na kupata matokeo anayotaka katika nafasi yake. Kwa ni ujinga wa hali ya juu kuwa mwanafunzi wa Yesu ambaye hauna nguvu. Ni ujinga wa hali ya juu, na ni kuto kujitambua. Kuwa mchungaji ambaye huna nguvu ni kuto kujitambua. Haujui unachoamini, lakini ukijua unachoamini, Yesu Kristo ameturudishia nafasi ya kiungu ambayo Adamu aliipoteza, na sasa inarudi kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Nafasi hiyo inaporudi, tunaondoka kuwa binadamu wa kawaida, tunaanza kuishi kama binadamu wasio wa kawaida, ambao pepo, magonjwa, nguvu za giza na kila kiumbe, hakuna kinachokuwa na uwezo wa kufanya chochote juu yetu. Sasa Elia kufikia katika nafasi aliyokuwa amefikia, alichukua mapenzi au matakwa ya Mungu juu ya maisha yake yote. Kilichofanya wafikie hapa, walielewa kwamba hapa duniani sikuja kutafuta, sikuja kufanya kingine chochote. Hapa duniani Mungu amenileta, na sababu yake ya kunileta ni uwepo kwa ajili yake, niishi kwa ajili yake, nitende kwa ajili yake. Walipotambua hilo na kuanza kufanya mazoezi ya kuishi, mamlaka na nguvu za Mungu zilianza kutenda kazi. Ngoja nikukumbushe kidogo. Katika kuweka msingi wa huduma ya kinabii ya mtumishi wa Mungu Yeremia, Mungu alimwambia hivi katika ile Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 na 5. Neno la Bwana likamjia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa. Kwa hiyo nimekuweka, kwamba kabla wewe Yeremia haujaja, malengo yalikuwepo, nilikuwa nayo, na kwa sababu ya malengo niliyokuwa nayo ndo sababu ya kuwepo kwako. Hiyo ndio ilikuwa msingi wa mamlaka na huduma ya kinabii ya Yeremia. Kwa mapenzi ya Mungu, kwa msingi huu ni kwamba Yeremia alipaswa kuchukua mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake, kufuata kuishi Mungu anavyotaka, kuamini Mungu anavyotaka amini, kwenda anakotaka Mungu aende, kufanya anachotaka Mungu afanye. Hauishi kwa matakwa yako tena, unaishi kwa matakwa yake, kwa mapenzi yake. Imani yetu ni imani inayotenda kazi kwa wanaotawaliwa. Kifupi ni kwamba kabla Adamu hajatawala, kabla Elia hajatawala na kusema kwa neno langu, unatawaliwa kwanza matakwa yako, mapenzi yako na maisha yako yote, na Mungu anakuwa na control ya 100%.
Katika udhibiti huo, maana yake kuishi kwako na kuwepo kwako, unaelewa niko kama wakala. Ninakuwa tu kama wakala ambaye anatenda kazi ya, anafanya kazi ya, anaongea maneno ya, yupo kwa ajili ya. Huu ndo msingi unaotupatia mamlaka na nguvu za Mungu hapa duniani. Mungu ni mtawala. Kama Mungu ni mtawala, cha kwanza kabla hujatumia kitu chake chochote, cha kwanza kabisa ni kutambua kitu kinaitwa mapenzi yake. Anatawala kila kitu kuhusu wewe. Anatawala uwepo wako, mwanzo wako, uwepo wako na mwisho wako. Na maisha yako unaanza kufanyia mazoezi mfumo wa utawala wake katika mfumo wa maisha yako. Na unapofanya hivyo, ndipo ile mamlaka na zile nguvu zinakuwa halisi. Kama upo ndani ya darasa, itika amina. Itika tena amina kwenye ufalme. Kwa hiyo Elia alichukua mapenzi ya Mungu au matakwa ya Mungu au utawala wa Mungu juu ya maisha yake. Katika kanuni za kimamlaka ni kwamba huwezi kutawala mpaka umetawaliwa na kutawazwa. Akida mmoja wa kikosi cha Rumi alimtaka Yesu amponye mtumwa wake, lakini aliwaomba wazee wa Israeli wakamwombe Yesu. Na wakati wanakwenda, Yesu akaanza kwenda, yule mtu akamfuata akamwambia, hapana, sio kwa utaratibu huu. Akasema, mimi nijiona mwenyewe sistahili kwamba uingie chini ya dari yangu. Niliona mimi sistahili kwamba wewe uingie katika dari ya nyumba yangu, lakini nikawa nimetuma watu. Akasema, ninaelewa hivi, mimi ni mtu ambaye nimewekwa chini ya mamlaka, na mimi nikiwa chini ya mamlaka hiyo, chini yangu kuna watu ambao na mimi nimewekwa juu yao. Nikiwaambia nenda, wanaenda. Nikiwaambia njoo, wanakuja. Nikiwaambia fanya, wanafanya. Akasema, ikiwa na wewe uko kama mimi Yesu Kristo nilivyo kwa mkuu wangu, na wewe kazi hiki unaifanya, kuna mkuu juu yako, basi onesha mamlaka yako na nguvu zako. Yesu alishtuka akasema, sijaona imani kama hii katika Israeli. Akasema, okay, na iwe kama ulivyotaka, mtumwa wako ameshapona, bila Yesu kufika eneo la tukio. Manake Yesu alikuwa anathibitisha nini? Kwamba baba yake anamtawala 100%. Kwa matakwa ya baba yake yupo, kwa matakwa ya baba yake anaenda msalabani, kwa matakwa ya baba yake Yesu yale yote aliyokuwa anayafanya, alikuwa anayafanya ni matakwa ya baba yake. Binafsi ungemfuata Yesu kwa tayari kwenda msalabani, alikuwa anakwambia hapana. Ndio maana kwenye Mathayo sura 26:39 anasema, kaendelea mbele kidogo, kaamka kifurifuri akisema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Unaona, Yesu alikuwa anagombana na vitu viwili, kati ya uhuru na mapenzi yake na uhuru na mapenzi ya Mungu juu ya tukio ambalo alikuwa anaenda kulifanya. Baadaye akamwambia Mungu, okay, pana maumivu, lakini niko tayari kwenda, naomba unisaidie nifanye. Kwa Yesu alienda msalabani si kwamba kwa matakwa tu ya kutaka na kujisikia, no, ni utaratibu wa mapenzi ya ufalme. Mungu alikuwa anatawala matakwa yake yote na maisha yake yote alikuwa anatawala. Na kwa sababu hiyo Yesu alijikuta na mamlaka yote kama Mungu alivyo na mamlaka yote. Naomba nikukumbushe kidogo, tuko darasani apandacho mtu. Sasa kama unatawaliwa katika ufalme wa Mungu kama mbegu ambayo unaipanda, unatawazwa kutawala, unatawazwa kumiliki. Hii ndio kanuni ya namna ya kuwa na mamlaka katika ufalme wa Mungu ambao umefunuliwa kwa njia ya Yesu Kristo kuwepo kwetu katika dunia hii. Kwa Yesu alipokuwepo ili mamlaka yake iwe halisi na ifanye kazi, alihakikisha baba yake ana matakwa yote na Yesu anatekeleza matakwa yote ya baba yake. Iwe roho ya Mungu ama sio ya Mungu, roho yoyote ikiwa na matakwa kamili juu yako, ndipo inapokuruhusu kufanikiwa katika mapenzi yake au mafanikio yake. Roho yoyote. Ndio maana wale wanaokwenda utawala wa giza kwenda kuomba msaada, aidha katika masuala ya uchumi,
labda wanataka wapiganiwe katika vita na mambo yote ya maisha ya wanadamu. Kuna mambo huwa wanatwishwa juu yao wayafuate na kuyatekeleza kabla kile wanachokitafuta hawajakipata. Utaambiwa kamtoe mama yako kafara, kamtoe mtoto wako kafara, au fanya 1, 2, 3. Hii inaonyesha kwamba yale ambayo yule anayataka ayapate, sasa nakutwisha wewe jukumu ukamfanyie, ukamuulie, ukamtolee kafara, kwa sababu Biblia inasema shetani ni mwongo na muuaji. Kwa hiyo wewe unapoenda kutaka matakwa kwake, na kwa kuwa kazi yako ni muuaji, ataweka jukumu hilo juu yako, na hayo ndio yatakayoitwa mapenzi yake juu yako, na ukiyatekeleza ndio kile unachokitaka anakupatia. Hii ni kanuni walioiiga kutoka ufalme wa Mungu. Amen. Hujawahi kuona kwenye malezi yako watoto wako wanakuwa na nguvu na mamlaka kamili pale nyumbani, pale tu wanapokupa udhibiti kamili juu yao. Lakini unaposhindwa kuwadhibiti watoto wako katika mamlaka yako ya kifamilia kama mzazi, watoto pia wanajikuta pale nyumbani wanakuwa wepesi. Kwa Yesu Kristo anachotufundisha, Elia anachotufundisha, na manabii wanachotufundisha watu wa kizazi hiki, ili nguvu ya Mungu iwe halisi na kutusaidia kufanya mambo ya ajabu katika maisha haya, namba moja kabisa ni kutawaliwa na matakwa ya Mungu katika uwepo wako hapa duniani. Kama utashindwa kutawaliwa, utashindwa kutawala ulimwengu wa roho katika mamlaka na nguvu za Mungu ambazo zimeletwa kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Tumwangalie Musa. Na kabla tujamwangalia Musa, Elia anachokionyesha hapa, anaonyesha madaraka ya uungu kamili katika uwepo wake. Anaonyesha madaraka ya uungu. Kwa neno langu mvua itanyesha. Unajua anayenyesha mvua ni nani? Ni Mungu anayenyesha mvua. Lakini amefika mahali Elia anasema, sasa sitanyesha mvua, na nitakuja kunyesha nitakapotaka, miezi yote, watatu miezi yote. Na miezi 6 alikuwa anaenda mwaka wa 4. Serikali ya mfalme Ahabu ilimtafuta mno, ilimtafuta katika nchi za kando kando ili aje anyeshe nini? Mvua. Kwa nini abebe jukumu la mamlaka mazito kiasi kama hiki? Alikuwa anatawaliwa na kuwa mali kamili ya ufalme wa mbinguni. Walitambua kwamba niko hapa duniani kwa ajili ya Mungu, sitaki kuishi kwa ajili ya Mungu mwingine yote, wala kwa ajili ya kiumbe kingine chochote, wala kwa ajili yangu mwenyewe. Niko hapa, Mungu ametaka niwepo, na nitakuwepo hapa, Mungu ametaka niwepo, na nitafanya anachokitaka. Hiki ndicho kinachoturuzuku mamlaka na nguvu za Mungu. Jamani, amen. Angalia mamlaka na nguvu za Mungu juu ya Musa. Tunaenda kuangalia mamlaka na nguvu za Mungu juu ya Musa zilikuwaje. Huyu mtu Mungu alimweka katika sura ipi? Na hii sura unaiona kwa Elia ndio sura aliyokuwa nayo Adam alipokuwa jozo wa nchi. Kwa neno la Adam alikuwa anadhibiti dunia hii. Kwa neno la Adam alikuwa na nguvu juu ya maji. Kwa neno la Adam alikuwa na nguvu juu ya viumbe vyote vikubwa kwa vidogo. Alipopokonywa yale madaraka baada ya kufuata mapenzi au makusudi au matakwa ya mwingine, maneno yake yalikuwa hayana athari yoyote. Twende Kutoka sura ya 7. Naomba tusome wote. Fungua Biblia yako tusome. Soma kwa sauti tukusikie. Bwana akamwambia nani? Ndiyo, endelea. Angalia nimekufanya kuwa kama nani? Angalia nimekufanya kuwa kama nani katika nchi yote ya Misri. Alafu na ndugu yako Haruni. Haruni hakuwa nabii wa Mungu, alikuwa nabii wa nani? Wa Musa. Musa alikuwa amesimama kwa Haruni kama nani? Kama Mungu. Kwa hiyo kifupi ni kwamba Haruni alikuwa anaenda kutabiri mbele ya Farao. Ni nini Musa anaenda kufanya? Ndio kilichokuwepo. Kwamba sasa wewe utasimama kama Mungu, kwa sababu manabii husimama wakiwatabiria watu yale mambo Mungu anaenda kufanya. Kwa akasema wewe unaenda kama Mungu, Haruni atakuwa na tabiri yale utakayokwenda kufanya, na Farao akibisha wewe utakuwa unayafanya. Haya madaraka ndiyo aliyokuwa nayo Adam, na ndio madaraka Yesu Kristo amekuja kuyarudisha. Kwamba kila anayemwamini Yesu Kristo na kuzaliwa katika roho yake
anapewa nafasi ya kiungu ya kumwakilisha Mungu kwa mfano na kwa sura yake duniani. Katika nafasi hiyo, huyo mtu anasimama kuwa kama Mungu mbele ya viumbe vilivyopo katika dunia hii, na kwa Mungu anasimama kama mwana anayewakilisha hapa duniani. Kwa nini Musa alikuwa na nguvu na mamlaka ya namna kama hii? Musa alikuwa na nguvu juu ya maji. Musa alikuwa na nguvu juu ya watu. Musa alikuwa na nguvu juu ya nature ya asili. Aliwaambia wa Misri, kwa siku 3 mtanikoma, ninafunga jua na mwezi, hamtaona nuru ya usiku wala mchana. Alizima nyota, aliuzima mwezi, alizima jua. Alafu Gosheni, Misri hiyo, kipande ambacho wapo wao, jua linawaka, wanalala wanaamka, Misri bado ni usiku. Haya, aliye na mamlaka juu ya usiku ni nani? Aliye na mamlaka juu ya majira, anaendesha majira ni nani? Kwa taarifa yako, Musa alikuwa anaendesha. Kwa taarifa yako, Elia aliendesha. Yaani walishika usukani wa yale mambo ambayo Mungu anayafanya, wakaanza kuyafanya. Kwa nini walikuwa wanayafanya? Kilichofanya watembee na mamlaka na nguvu ya namna kama hii ni kitu gani? Twende tukaangalie. Fungua kitabu cha Hesabu 16:28 na 29. Tunaangalia nimekufanya kuwa kama Mungu. Kilichomfanya awe kama Mungu ni nini? Tunaenda kuangalia Hesabu sura ya 16 na ule mstari wa 28 na 29. Tusomeane twende. Musa akasema ndiyo, kwa jambo hili mtajua kwamba Bwana amenituma. Kwa jambo hili mtajua au mtatambua kwamba Bwana amenituma, ndiyo, ili nifanye kazi hizi zote, ndiyo, kwa mimi sikuzifanya kwa akili zangu mimi mwenyewe. Atende 29. Anasema katika huu mstari wa 28, anasema leo mtajua kwamba kazi ambazo nimekuwa nafanya sio za akili yangu wala matakwa yangu. Nimebeba akili na ufahamu wa Mungu ndani yangu. Niko hapa kwa ajili yake, na ninyi mnafikiri ni mimi binadamu Musa. Sasa ikiwa watu hawa wakifa kifo kama wafavyo watu wengine, alikuwa anasema wale wakina Kora ambao walikuwa wamemwasi, anasema wakifa kifo cha kawaida ambacho na binadamu wengine wanakufa, basi mimi nilikuwa nafanya hiyo kazi mimi mwenyewe, au naishi kwa matakwa yangu mimi mwenyewe, au naishi kwa mapenzi yangu mimi mwenyewe. Lakini kuonesha kwamba siko hapa kimapenzi yangu, nipo kwenye nafasi ya Mungu, naishi Mungu anavyotaka. Sasa ninasema nchi ifunue kinywa hiki ninavyoongea, na iwameze wakiwa hai, wao na mkutano wao na hema zao na wanyama wao. Biblia inasema alipokuwa anasema hajamaliza, ardhi ilifanya. Okay, niulize swali. Anayeweza kaifumua ardhi hii ni nani? Ni Mungu, lakini Musa alifumua. Kilichofanya Musa awe na mamlaka aliyonayo Mungu kufanya vitu kama anaweza kufanya nini? Ni kwamba Musa alitawaliwa na alikuwa mwaminifu katika mamlaka hiyo. Tukaangalie ushahidi wa Waebrania 3 mstari wa 5. Na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi, awe ushuhuda wa mambo yatakayonenwa baadaye. Biblia inasema Musa, Waebrania 3:5, alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi. Kwa hakuwa anatawaliwa tu na Mungu, alikuwa mwaminifu chini ya mtawala wake. Kwa hiyo namna ya kutembea na nguvu za Mungu, ukaamuru pepo wa aina yote, ukaangusha nguvu ya aina yote, ukakigeuza kitu chochote kama anaweza kageuza Mungu. Lazima uelewe kanuni kwamba Musa hakuishi kwa matakwa yake. Alipokuwa Midian alikuwa kwa matakwa yake. Mungu alipomtokea rasmi alistaafisha matakwa ya Musa, alistaafisha mapenzi ya Musa, na akamfanya kuwa chombo cha kubeba mawazo yake, malengo yake. Lengo lake ni nini?
Israeli watolewe nchi ya Misri, waende wakapandwe nchi ya Kanani, na katika nchi ile ya Kanani waanzishe maisha ya mfumo ambao Mungu anataka, tofauti na mataifa mengine duniani. Kwa sababu ya Musa kwenda kufanya kazi hii ambayo sio ya kwake bali ni matakwa ya Mungu, nguvu za Mungu zilikuwa pamoja naye na mamlaka yake ilikuwa inathibitishwa. Tunaposimama na sisi kwenda kufanya alichotaka Yesu tufanye, wakati mnayafanya yote kwa hao watu. Kwa hiyo tukibeba kusudi la kuhubiri kwa muda wetu, kwa mali zetu, kwa maombi yetu, tukaibeba hiyo mission, hapo hatuna maisha. Ni maisha yake Yesu Kristo ambayo ndio yanakuwa tumeyabeba, na sisi tunageuka kuwa vyombo. Baada ya hapo, kila ambacho Yesu angefanya juu ya wagonjwa tunao uwezo wa kufanya tayari. Yale Yesu angefungua tunapewa uwezo wa kufungua. Pale Yesu angeponya tunapata nafasi ya kuponya. Musa alijikuta kila kitu kinamsikia mbele yake kwa sababu wale Waisraeli wote walikuwa chini ya dhamana yake. Hebu twende. Kawaida Mungu anapokumiliki anakumilikisha. Ukisoma kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 10 kinasema hivi, Israeli walibatizwa, wewe wa nani? Wewe wa Musa. Na Musa ni wa nani? Ni wa Mungu. Kwa ukiwa mali ya Musa, ujue ni mali ya Mungu. Ukiwa mali ya Yesu Kristo, ujue ni mali ya Mungu. Kitendo cha Musa kutawaliwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu aliamini kwamba huyu chochote atakachofanya kwa watu nikimpa watu wakiwa wa kwake, watakuwa wa kwangu. Kwa sababu mimi namiliki ni wa kwangu. Kama mimi katika huduma ya kichungaji ninamilikiwa na Yesu Kristo, watu wangu ambao ninawadhibiti chini ya mamlaka hiyo ni wa Bwana wangu, kwa sababu mimi ni wa kwake. Ndio utaratibu wa mamlaka unavyokuwepo. Kwa hiyo ninaweza kudai uponyaji, ninaweza kudai afya, ninaweza kudai mafanikio juu ya watu hao, na Mungu atawajibika katika nafasi, kwa sababu si ya kwangu, ni ya kwake. Kwa tumeona sababu ya Musa na Elia kuwa na mamlaka kiasi kama kile. Usisahau walimilikiwa 100% na wakamiliki 100%. Twende mfano mwingine. Ibrahim aliishi katika nchi ya Uru wa Kaldayo ama Iraki ya leo, na baba yake Tera walikuwepo huko. Aliishi miaka 75. Mungu alipomkuta alimwambia hivi, acha nyumba ya nani? Ya baba yako, acha nchi yako, acha watu wako, nifuate mpaka nchi nitakayokuambia. Unaona, mapenzi, matakwa na desturi za Ibrahimu zinavunjwa, na Mungu anampeleka kwenye nchi ambayo sio matakwa ya Ibrahimu, ni matakwa ya Mungu. Waebrania 11:8 maandiko yanasema Ibrahim akatoka sijui anakokwenda, alikuwa hajui, akatembea miles alizotembea. Alipofika kwenye ile Mwanzo 12, ukisoma chini maandiko yanasema Mungu akamtokea usiku akasema, hii ndio nchi niliyokuambia. Ibrahim akaanza kuzunguka kwenye ile nchi. Kwa hiyo hapa Ibrahimu atakuwa na mamlaka na nguvu kamili kwenye ile nchi, kwa sababu yuko pale kwa matakwa ya Mungu na si matakwa yake. Ukienda kupigana na Ibrahimu katika nafasi aliyonayo, umeenda kupigana na Mungu. Ndio maana huyu mtu alikuwa anaweza akaenda kufanya chochote, akaenda kupigana na akakushinda vibaya, yeye akarudi na sherehe. Kwa nini? Kwa sababu mapenzi yake yaliuawa kule Iraq. Mapenzi ya Mungu yakainuka katika nchi ya Kanani, na akaanza kuwazaa watoto kwa muda aliotaka nani? Mungu. Ibrahimu alipokuwa anaoa mapema alikuwa anataka nini? Watoto. Mungu akazuia. Isaka amekuja kwa matakwa ya Mungu. Israeli wamezaliwa kwa matakwa ya Mungu. Kwa njia hii chochote utakachokiomba katika ufalme wa Mungu kinatokea. Kwa nini? Kwa sababu upo kwa ajili yao, unawawakilisha, haupo kwa ajili ya wewe mwenyewe. Maisha yako ni maisha yao, uwepo wako ni uwepo wao, kuishi kwako ni kwao. Kila unachokifanya hicho ndo kinafanya, ukiweka mkono matokeo yanatokea. Lakini kama hiyo nafasi hauna, maombi yako ni useless, hayana matokeo.
Ndio maana kuna wachungaji wana nguvu na kuna wachungaji wako powerless, hawana chochote. Wanaishia tu kuomba na kupiga kelele, hakuna kinachotokea. Ni kwa sababu ya ufahamu huu. Tuko pamoja? Sasa ukiangalia Ibrahim, Mungu akamwambia unaenda kutahiriwa. Alafu takuna tahiri watoto wakifikia miezi siku ngapi? 8. Haya yote haikuwa desturi ya Ibrahim, ni Mungu anaanzisha desturi juu ya Ibrahim. Mzee Tera hakutahiriwa, akina Haran hawakutahiriwa, akina Nahori hawakutahiriwa, wala Lutu hakutahiriwa. Ibrahimu akapokea agizo kwenye mwili wake, akaanza kukata ngozi ya mwili wake. Nani alikuwa ametaka? Mungu ametaka. Na wakati anatekeleza jambo hilo, ndipo anapothibitisha umiliki. Mwanzo 22, Mungu anamwambia Ibrahim, Ibrahim anasema mimi hapa, anasema nipatie mwanao wa pekee umpendaye. Nataka unichinjie, unichomee, nataka kula nyama. Ibrahimu akuuliza, sasa umeshakuwa mchawi tena Mungu na umesema tusile watu, tusiue? No. Akasema ndio, akamchukua Isaka, akachukua kamba, akachukua na kisu. Ni kukuonesha kwamba acha kuangalia mafanikio ya Ibrahimu kwanza, acha kuangalia dhahabu aliyokuwa nayo, acha kuangalia wanyama aliyokuwa nao na nguvu aliyokuwa nayo na miujiza iliyokuwa inamtokea. Angalia jinsi Mungu alivyokuwa na miliki maisha yake. Tuko darasani ndani ya nyumba. Angalia Mungu alivyokuwa na miliki. Mungu anamwambia nipatie mwanao nichinjie. Ibrahimu yuko tayari kuchinja. Hana swali, hana maelezo. Je, itakuwaje? Mbona nimezeeka? Mtoto mwenyewe nimemzaa uzeeni. Ina maana nitapata mwingine? Hakuuliza nitapata. Biblia inasema akasema, okay, Mungu akila labda atakuja kumfufua tena. Unaona ni kama mjinga fulani. Anakuonesha kwamba kama unataka kutumia nguvu ya Mungu kwenye haya maisha hapa duniani, Mungu afanikiwe kuitawala na kuidhibiti roho yako na ianze kuishi kwa matakwa ya neno lake na roho wake, na hapo ndipo utaiona nguvu ya Mungu ni kitu kirahisi katika maisha yako. Hii ndio siri ya mamlaka na nguvu za Mungu kuishi nazo hapa duniani. Jamani, amen wanafunzi. Kwa tunaona sababu ya Ibrahim, sababu ya Elia, sababu ya Musa. Unavyoona mifano ndo alivyokuwepo Adamu. Adamu alikuwa amebeba matakwa ya Mungu, ndio ilikuwa sababu yake ya kuwepo hapa duniani. Haikuwa sababu nyingine yote. Hakutokea tu. Mungu aliamua kwamba okay, ufalme wangu ni upanue kutoka huko kunaitwa mbinguni, apanue hapa mahali, alafu akaweka utaratibu hapa, miili ndio itakuwa vyombo vitakavyokuwa vinabeba roho za wanyama, binadamu na kadhalika. Akaweka mfumo wa maisha kwenye maji, akavifundisha viumbe jinsi ya kuishi kwenye maji, akavifundisha viumbe vingine kuruka angani, akatufundisha siku drive miguu na kuishi hapa duniani. Akaweka utaratibu wa kuzaliana. Alafu akaweka mapenzi yake na matakwa yake ndani ya moyo wa Adamu. Adamu angeendelea kuyaishi matakwa hayo na mapenzi hayo, rafiki yangu, ni mwanadamu ambaye alikuwa wa hatari kuwepo katika sayari hii. Hakuna kiumbe chochote kingemchezea. Na ndicho Yesu anakuja kurudisha kwa wale ambao wako tayari kumilikiwa matakwa yao. Naomba ulipokaa ukae na uniangalie, usifumbe macho, ukatafakari sana. Kwa mapenzi ya Mungu ndio msingi wa mamlaka na nguvu zake kwetu. Kama hatuwezi kumilikiwa kwa ukamilifu, ngoja nikwambie, hakuna watu wana kazi ngumu kama marais wanaotawala dunia hii. Ndio maana inabidi uwe na majeshi na vifaru. Si kwamba vile vipo tu kwa ajili ya adui. Havipo tu kwa ajili ya adui. Anayemiliki vile vyombo vipo pia kwa ajili yenu ni wenyewe. Kama mtainuka kinyume chake, atawaletea madhara. Kwa nini? Ni kazi ngumu sana binadamu kumiliki binadamu wenzie. Binadamu hatukuumbwa kutawalana, so asili. Rais hakuumbwa kunitawala mimi, wala mimi sikuumbwa kumtawala rais. Tuliumbwa kutawala dunia na rasilimali zote, na sisi sote tukiwa chini ya madaraka ya mamlaka ya Mungu. Tuko darasani. Eneo ambalo wanadamu wamepewa elements za kutawalana ni kwenye mfumo wa ndoa basi na watoto, lakini nje na hapo huwezi kumdhibiti binadamu. Angalia hata mtoto mwenyewe akianza kukua,
Tukimuuliza ndugu Sanga hapa, una mamlaka 100 juu ya Diana sasa hivi, unaweza ukatoa amri akasema hapana baba, kuna joto? Mapenzi yake tayari yanaongea ndani. Ni ngumu sana kumtawala binadamu, hata vikiwa vitoto vidogo hivi unaviswaga hata kwa fimbo. Unatoa amri, akisha kuwa anakukalisha kuambia tulichokitoa ni pointless, hakina maana, hebu tulia hapo kwanza mzee. Binadamu kumtawala ni issue ngumu. Kwa hiyo zawadi kubwa sana mwanadamu anaweza kaitoa katika maisha yake ni kutaka kutawaliwa na afanye matakwa ya mtu mwingine. Unakumbuka Yesu alichomwambia Petro ni nini? Kabla ya utume kabisa. Hebu kimbia tufungue hilo andiko. Kitabu cha Yohana sura 21. Nataka kuangalie kabla ya utume wa Petro kulikuwa na nini kwanza. Usikimbilie kwanza kuangalia watu walivyofanikiwa. Angalia kanuni ambazo walikuwa wamepewa. Ukisoma kwenye Biblia unaangalia tu mali za mafanikio ya mbona wao yalifanikiwa. No, kuna utaratibu. Kwenye ile Yohana 21 unakumbuka alianza kumwambia Petro, wanipenda? Akasema lisha kondoo zangu, chunga kondoo zangu. Kama unanipenda fanya hiki ninachokupasa. Mstari wa 18 ndio umebeba hoja unayotaka kwenye Yohana 21. Akasema amini amini nakwambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako. Walikiuka kanuni ya kufanya matakwa yake, wakaanza kuziogopa mila na desturi za Kiyahudi za kutokwenda kuwahubiria mataifa mengine ambao wanaamini ni kama hawahusiki kwenye agano la zamani la Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ameimwaga damu kuokoa watu wote, na Yohana amesema huyu ni mwanakondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu. Wao wakaamua kujikita Yerusalemu, wakidili na Wayahudi na Waisraeli, wakiamuru Waisraeli walioko Syria na mataifa mengine warudi kwa sababu Mungu wao amewarudia. Bado mtazamo wao wa taifa la Israeli kurudi katika ufalme wa Daudi na Sulemani yalikuwa ni mawazo yao. Ndio maana Matendo moja akina Petro anamuuliza, je, Bwana huu ndio wakati unarudishia Israeli ufalme? Akamwambia si kazi kwenu kujua hilo jambo, lakini ninyi mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na mwisho wa dunia. Kifupi alikuwa anawaambia ufalme ambao nimeuleta sio wa Israeli, sio ule wa Daudi wala wa Sulemani. Nimeleta ufalme ambao unakwenda kuunganisha dunia nzima na watu wote wanakwenda kurudishwa kwenye mamlaka hii, na ninyi ndio mtakaosambaza elimu hiyo. Baadaye wakakataa, wakakaa Yerusalemu. Kwa aliyekuwa na waua ni Yesu Kristo kupitia kanuni ya kutawala. Walikataa kutawaliwa na matakwa yake. Kwa Yesu anaua kama mfalme usipofuata nini? Matakwa yake. Kwa kifupi, akina Petro walikuwa natawaliwa na kumilikiwa. Paulo anasema sio mimi ninayeishi bali nani anaishi. Nani amechukua maisha yake yote, anapeleka anakotaka, anayafanyia na kwa. Usiangalie nguvu aliyokuwa anatembea nayo Paulo, angalia kanuni kwanza. Alimilikiwa, alitawaliwa na kuamriwa, ndipo ile nguvu ikaanza kutenda kazi ya maisha yake. Kwa hiyo kama hutaelewa hii kanuni ya kina Elia, kina Musa, kina Paulo, kanuni ya Yesu Kristo, tutaendelea bado kuwa na imani ambayo haina chochote wala haina madhara. Tuangalie kitabu cha Mathayo sura ya 11:13. Kwa maana manabii wote na Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Musa, ile mamlaka aliyokuwa nayo ya kuwa kama Mungu kwa Farao, alikuwa anatuonyesha namna ambavyo tutakwenda kurudishiwa mamlaka ya kusimama kama Mungu mbele ya utawala wa giza. Alikuwa anatuonyesha kwamba wale watakaozaliwa ndani ya Kristo, ile mamlaka iliyopotea kwa Adamu, ambaye alikuwa anafunua sura na mfano wa Mungu, au alikuwa anafunua uungu, nguvu na mamlaka ya Mungu jinsi alivyo na anavyotawala duniani, kwamba ilikuwa inakwenda kurudi tena ndani ya Kristo. Kwa wewe ulioko ndani ya Kristo, usijifananishe na mtu wa dini yoyote. Watu wa dini katika ulimwengu ni watu wadogo, hawana madhara yoyote katika utawala wa giza, hawana madhara aina yoyote. Kwa Elia kutembea na moto, anateketeza watu, anateketeza viumbe, alikuwa anatabiri kwamba kile kilichopotea kwa Adamu kinaenda kurudishwa tena na Masihi aitwaye Kristo, ambaye wale watakaozaliwa kwa njia yake na kutawaliwa
na mapenzi yake na matakwa yake, watatembea na moto, watatembea na nguvu, watatembea na uwezo, watafanya lolote katikati ya wanadamu. Kwa hiyo ukijua hili, hupaswi kuogopa kiumbe cha aina yote, wala binadamu, wala cheo cha aina yote. Tuko darasani kama unanisikia? Kwa hiyo kutoka Musa au vitabu vile vya Torati mpaka Yohana Mbatizaji walikuwa wanatabiri kurudi kwa ukamilifu wa uungu na nguvu kuu duniani kwa njia ya Kristo Yesu. Ibilisi ndo akaanzisha mpango na mkakati wa kuzileta dini ambazo zimepambwa, zinaelezwa vizuri, kwa kuwa mwanadamu hutaka vitu vizuri, ndo namna tulivyoumbwa. Inaelezwa dini kwamba ni nzuri, kuna vitu vizuri, baada ya kufa unaambia kuna mambo mazuri kweli kweli. Kwa wakati mwingine watu wameingia kwenye dini tuite kucheza upato ama kamari, wakicheza kama bahati nasibu kwamba kuna maisha mazuri, kuna wanawake mabikira huko, kuna starehe, kuna kula na kunywa, kuna mafanikio na mbalimbali. Kwa mwanadamu, kwa kuwa asili yake ameumba maisha ya raha, na kwa kuwa hapa duniani inakuwa ni ngumu kufikia malengo na mafanikio, kwa watu wanajikuta wanaweka rehani ya maisha yao kwa ajili ya maisha ya akhera. Kwa nini kwenye dini lazima yawekwe mambo mazuri kwenye vitabu? Kwa sababu asili ya mwanadamu aliumbwa kupenda vitu vizuri. Ni Mungu ndiye aliyemuumba. Kwa kuwa Mungu ni Mungu anayependa vitu nini? Wanafunzi, Mungu anapenda vitu gani? Aliagiza mletee sadaka, msilete ng'ombe ile nani? Ng'ombe asiwe kipofu, asiwe na ukurutu. Mungu anapenda vitu vizuri, na ndo asili tuliyoumbwa. Hii maisha mabaya ni bahati mbaya imetukuta, hatukuumbwa hivi. Kwa hiyo unachokiona unaposoma Musa anaenda kama Mungu kwa Farao ni unabii anautoa. Unaona Elia amesimama wakati wa ufalme wa Ahabu na wafalme waliokuwepo katika Israeli, walikuwa yote wanasema siku zijazo kwamba tutakwenda kurudishiwa mamlaka, tutatembea kama miali ya moto, tutakuwa na nguvu za Mungu makazini, tutakuwa na nguvu za Mungu mitaani, tutakuwa na nguvu za Mungu kwenye biashara, tutakuwa na nguvu za Mungu sokoni, tutakuwa na nguvu za Mungu ndani ya ndege, tutakuwa na nguvu za Mungu ndani ya gari. Akitokea mtu kututeka au akataka kufanya chochote, tutauwakilisha ufalme wa Mungu kumshambulia mtu huyo kwa hizo nguvu. Angalia Lutu aliposhambuliwa na kutekwa nyara kwenye ile Mwanzo sura ya 14. Ibrahimu alichukua vijana wake 318 kwenda kukabiliana na wafalme wanne na akawaangusha, akamrudisha Lutu, akaisaidia nchi ya Sodoma, watu wakapona. Alifanya rescue mission. Kwa maana yake ni nini? Hapa panatokea utekaji, panatokea shida za aina mbalimbali duniani. Suluhisho lina watumishi, ila viwango bado havijafunuliwa. Tunashindwa wapi? Kumilikiwa na jamani, katika kitu kigumu, naongea na nyinyi binadamu. Katika kitu kigumu kwa binadamu ni binadamu kukabidhi mamlaka yake na nguvu zake za uhuru wake atawaliwe. Tuende kwenye ile sala ambayo Bwana Yesu aliwafundisha wanafunzi wake. Baba yetu, endelea kuomba, alafu ufalme wako uje. Ili nini? Mapenzi yetu ya kwake, kuyaelewa maandiko, kumjua Yesu Kristo, kuwajua malaika, kuwajua maserafi, kuwajua makerubi, kujua utamaduni hasa wa mbinguni na viumbe vya mbinguni, na kufanya interaction navyo, kufanya mwingiliano na uhusiano katika shughuli zetu za hapa duniani. Nimesema asubuhi, kuwa raia wa Tanzania inakupa haki ya kuwepo kwenye himaya, lakini ili upate haki ya kufaidi rasilimali katika mifumo ya ajira, unataka uwe na nini? Uwe na elimu ndani ya nchi husika. Ndio maana kuna shule za awali, kuna shule za msingi, kuna shule na kuna hela huko, kuna ada zipo, na kuna vyuo. Wale wanaokataa kwenda huko, inawezekana kupitia wazazi wakalazimishwa, akigoma kabisa mtamuacha, ataishi tu. Kwa hiyo utabaki unaishi, lakini rasilimali utakuwa utaziangalia taasisi kwa macho, utaangalia mabenki, utaangalia mifumo na mbalimbali.
hautaingizwa kwenye mifumo hiyo kula matunda yake. Kuwa raia peke yake bila maarifa haitoshi. Ndio maana Hosea sura 4 mstari wa 6 Mungu akasema, watu wangu wanaangamizwa kwa sababu wakosa nini? Maarifa. Kama Mungu anakutawala, umefanikiwa katika kanuni ya kutawaliwa, unabaki na kanuni moja ya kwanza, kuyawinda maarifa. Na ndio maana mkawafanya mataifa yote kuwa nini? Wanafunzi. Ilikuwa ndo lengo la kwanza. Mkiwafanya kuwa wanafunzi, wakalisheni chini, wafundisheni wawe na maarifa. Ufalme wa Mungu hauendeshwi na wajinga, hausimamiwi na wajinga, hautumikiwi na wajinga, unatumikiwa na wasomi. Kama serikali hii ndogo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatumikiwa na wasomi na wataalamu mbalimbali, mnatakaje ufalme wa Mungu tumikiwe na wajinga? Nawauliza swali. Serikali yenu ndogo hii serikali yenu ndogo mlionayo hapa, hii ndogo hii, ukitaka wakuingize kwenye mfumo, wanauliza elimu yako. Ukienda ukiwaambia ni elimu ya msingi, watakupatia ufagizo barabara. Wewe uhangaika wakati magari yanapita na kupigia honi, unahangaika kufagia vumbi la barabarani. Utapata vibarua fulani na utaishi kwa kiwango hicho, ni raia. Lakini kwenye imani unashindwa kufanikiwa kwa sababu una changamoto ya maarifa. Ndicho kinachokuhamisha katika ufalme wa Mungu vitu viwili: kushindwa kumilikiwa na Mungu ili Mungu aone sasa unafaa kumilikishwa na ufunue hiyo miliki, lakini kutafuta maarifa katika nafasi unaomwakilisha Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo, kwa kuwa mwana wa Mungu na ukuzaa wewe katika ulimwengu wa roho, amekupa nafasi yake. Ndio maana kwenye Mathayo 10:40 amesema, anayekupokea wewe anampokea Yesu Kristo, anayempokea Yesu Kristo anampokea Mungu Baba, kuonesha kwamba nafasi ulio na ulimwengu wa roho ni nafasi ya Mungu, kama Musa alivyokuwa amesimama kwenye hiyo nafasi, kama Elia alivyokuwa amesimama kwenye hiyo nafasi, kama Ibrahimu alivyokuwa amesimama kwenye hiyo nafasi. Sasa utaangalia, Mungu alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Nisikilize, Mungu alikuwa amemmiliki Ibrahimu katika mambo yake yote, ndo akaanza kumilikisha katika mamlaka na nguvu zake zote. Ndo Ibrahimu akaja akaanza kumiliki vitu. Kama roho unaenda kuomba msaada, hautaipa nafasi ya kukumiliki na uisaidie kufanya matakwa yake, haiko tayari kukufanikisha, iwe ni roho ya kishetani au ni roho ya Mungu ama kwa namna nyingine yoyote. Tunajifunza mapenzi ya Mungu ndio msingi wa nini? Wa mamlaka na nguvu za Mungu. Hii ndio namna unaweza kutembea na nguvu za Mungu. Hapa sio mchungaji, sio nabii. Tunazungumza mtu ambaye anamwamini nani? Yesu Kristo. Unayo haki ya kutembea na hiyo nguvu. Unayo haki ya kufanya miujiza. Ya kiwango gani? Chochote. Amesema lolote mtakalolifunga duniani limefungwa mbinguni. Nisikilize kwanza. Kabla hujatumia andiko la kufunga lolote, wewe umefungwa. Alimwambia Petro kwenye ile Yohana 21:18 ambayo tumetoka kuisoma, anasema utafungwa na mtu mwingine atakupeleka anakotaka. Maana alikuwa anasema ninakwenda kuyafunga matakwa yako na utakwenda kufuata matakwa yangu. Na akina Petro hakuyafuata hayo matakwa, wakagoma kwenda kuhubiri dunia nzima. Aliwapa zawadi gani? Yakobo aliuawa, Stefano aliuawa, waliuawa wengi. Kilichokuwa kinawafanya wao, naomba usijisahaulishe, kwenye Matendo ya Mitume sura ya 5 waliwahi kuwakamata wakawafunga gerezani, hawakuyeyuka. Mbona baadaye wale waliokuwa wanashindwa kuwakamata waanze kuwakamata na kuwashinda? Maana yake walikuwa wamevunja kanuni ya kumilikiwa, wakaanza kujimilikisha na kujifanyia wanayoyataka. Yesu akasema, sikuwataka mimi kwa utaratibu huu. Ufalme wa Mungu haufanyi kazi kwa njia hii. Wakaondolewa kinga na usalama, wakaanza kuuawa. Kwa hiyo Sauli alikuwa anafanya kazi ya Mungu kwa kuwasambaratisha na kuwaua wakina Petro. Baadaye alivyoona anawasambaratisha wanakataa, na Sauli alikuwa anatawaliwa na dini ya Kiyahudi. Kwa hiyo kwa mafundisho ya dini ya Kiyahudi alikuwa anamilikiwa na kudhibitiwa, na alikuwa ni mtu mwenye wivu na dini. Mungu akaona huyu anafaa kumilikiwa, na akafanya matakwa yangu. Alichofanya, kafungwa, akatoa ile dini ndani yake, akaitoa ile roho ya dini, akamiliki. Ndiye mtu ambaye amefanya kazi kuliko akina Petro. Mtume Paulo ndiye ametufikia mataifa mengine yote. Unaona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Paulo amechukua sehemu kubwa kuandika kazi zake. Anaanza kutaja kwenye ile sura ya 11 huko,
kuanzia ile sura ya 9 na kuendelea. Vitabu vya Warumi, sio Korintho, unaenda kusoma wa Efeso, nyaraka zile zote mpaka Waebrania, ni mtume Paulo. Kilichomfanya aanze kutembea na ile nguvu, alikuwa anafahamu kanuni ya kumilikiwa na kutawaliwa, ndipo umiliki na kutawala. Maji yalikuwa yanamwogopa Paulo. Alishinda katika maji, alishinda katika wanyama, alishinda katika binadamu, akamaliza mwendo, imani akailinda, akarudi zake mbinguni. Sababu ya kufanikiwa kwa Paulo sio kuomba sana. Ni mambo mangapi nimeyasema leo? 1, kumilikiwa. 2, kutafuta nini? Maarifa yanayohusu nafasi ya mwana wa Mungu. Katika nafasi ya mwana wa Mungu unajifunza nafasi yako, na unajifunza nafasi ya Mungu Baba ambaye anakutawala kama baba yako. Ni muhimu rais anayekuteua kukupa nafasi anayokupa, unapaswa uwe na maarifa ya kujua nguvu ya nafasi yake na nguvu ya nafasi yako ambayo umepewa. Hii ni kanuni yenye watu. Kwa hii ndo namna ambayo tunaweza kutembea na zile nguvu. Tukamalizie. Kwa njia ya Yesu Kristo tumeunganishwa na Mungu kama Kristo alivyokuwa ameungana na baba yake duniani. Yohana 10:30 na ile 33. Mimi na Baba tu moja. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimeonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Umesikia? Yesu aliposema mimi na Baba wa mbinguni tu wamoja, alimaanisha ni nani? Ni Mungu. Akiwa wapi? Duniani. Utaelewa Mungu na Adamu walikuwa ni wa moja. Kwa hiyo Mungu alikuwa ni Mungu mkuu na Adamu alikuwa ni naibu Mungu duniani. Hiyo ndo nafasi ambayo umekuja ukapewa. Hasikubali mtu anakupatia dini za dunia hii, unaanza kuhangaika na kanzu na magauni ya hapa duniani. Sisi tunapokea power katika jina la Yesu. Wayahudi wakamwambia, wewe uliye binadamu unajiwekaje kuwa Mungu? Yesu akawaambia hivi, anasema kwenye ile 34. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Na shida na mapepo na namna yote. Si nilikuwa jikoni, pepo ameingia, anaingiaje mahali ambapo sio pa kwake? Mapepo ni wasomi, wanajua. Ngoja nikwambie, Ibilisi na wenzake wote ni wasomi. Narudia tena. Unajua, mkisikia kwamba ni mashetani, si mnahisi kwamba ni wapumbavu fulani hawana akili. Unasikia mtu mwingine anasema bwana shetani hana akili. Nisikilize. Mungu asingemwajiri, asingemweka kiumbe ambaye hana maarifa wala elimu, awe mtumishi wa ufalme wake. Na alikuwa anatumika kwa ukaribu na kwa heshima kubwa sana katika ufalme wa Mungu. Ndio maana alimwambia Yesu, imeandikwa. Una habari, alimjia Yesu kielimu. Hakumjia Yesu katika namna ujinga. Alikuja kwa Yesu akimwambia, fanya hivi Yesu kwa sababu imeandikwa. Yesu anamwambia, sifanyi hivi kwa sababu imeandikwa. Yesu, jitupe, imeandikwa. Yesu anasema, sijitupi, imeandikwa. Kula hiki, imeandikwa. Anasema, sili hiki. Alikuwa anazungumza elimu. Alikuwa anaangalia Mungu anamtumia jamani mjinga au amesoma. Tuko darasani. Yesu alimshinda Ibilisi kwa elimu, ambayo elimu hiyo na Ibilisi alikuwepo huko. Kwa Ibilisi watu wengi anawaangusha. Nimewahi kumsikia mtu mmoja, alikuwa ni mwinjilisti, alikuwa na washawishi wa dada kwenye mapenzi kwa njia ya Biblia. Anakusomea maandiko mpaka mwenyewe unasikia. Nilimsikiliza mwanzo mpaka mwisho. Anazungumza, ninaposema koroga za wanadamu na Samaria kama sina nini? Kama sina upendo. Upendo huamini. Anaanza kukufafanulia maandiko na namna ambavyo kwenye upendo unapaswa kuamini atakachokwambia. Sasa kwa sababu unakuta ni mchanga, hujui chochote, unasema kumbe Mungu mwenyewe ameruhusu. Kumbe imeandikwa. Kwa hiyo kama huwezi kuwa na elimu kwenye Biblia, huku unaangushwa. Biblia hii watu wamepotoshwa na wameanzisha upotoshaji kwenye Biblia hii, kukuonyesha kwamba Ibilisi kumshinda unahitaji maarifa, si nguvu tu, unahitaji maarifa. Biblia inasema hatukosi kuzijua hila zake. Ni mtaalamu wa hila.
ni mjuzi wa urubuni, kwa wasio na elimu anawaangusha. Kwa hiyo wewe ni miungu na wana wa aliye juu. Sasa unaweza ukaona nafasi aliyokuwa nayo Adam. Nimesema mara zote na narudia, ilikuwa na msafara wa dhahabu, msafara wa mito minne, msafara wa miti yenye matunda, msafara wa wanyama. Alikuwa na msafara wa mafanikio katika nafasi yake. Hiyo ndo nafasi Yesu amekuja kukupatia, ufunue, udhibiti, umiliki na kuhakikisha kwamba kabla hujatoka duniani maisha yako yanajaa msafara wa mafanikio. Lakini namba moja zingatie nini? Kufanya nini? Kumiliki. Alafu kama unamiliki utafute nini? Tafute maarifa. Haya, twende andiko la mwisho kwenye ile Mathayo 12:48 na 50. Tunaenda kumalizia na hilo andiko Mathayo. Tuone mtu anapokuambia mimi Yesu ni baba yangu, ni ndugu yangu, mimi ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni nani hasa? Uwana wa Mungu unakamilishwa wapi? Hebu twende Mathayo 12:46 na 50. Alipokuwa katika kusema na makutano, tazama, mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje wataka kusema naye. Mtu mmoja akamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wamesimama nje wanataka kusema nawe. Akajibu akamwambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni akina nani? Angalia mstari wa 49. Akawanyoshea mkono wanafunzi wake akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu, kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi, sio mtu aliyeokoka tu, hapana, sio mtu anaitwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, hapana, sio mlokole, hapana, sio muassemblies, hapana, sio mkatoliki, hapana, sio muislamu, hapana, ni yule anayemilikiwa na kutawaliwa na mapenzi ya Mungu. Hafanyi kama dini inavyosema fanye hiki usifanye hiki, anaishi kwa matakwa 100% kama Mungu anavyotaka. Huyo ndiye mwana wa Mungu na ndiye ndugu yake Yesu. Kwa hiyo wana wa Mungu unakamilishwa kwamba maisha yako yamekufa, matakwa yako uyafuati, tamaa zako uzifuati, kila namna ya uhuru wako wa kibinadamu ulionao unasalimu amri na unaanza kufanya mazoezi ya kuishi kwa matakwa yake. Kwa Yesu alisema hawa watoto wa Mariamu si ndugu zangu kwa maana hasa ya ufalme wa Mungu. Kwenye ufalme wa Mungu ndugu zangu ni hawa niliokaa nao hapa, hawa ambao wanafanya ambacho Mungu anataka, hawa ambao wanasema Mungu anachotaka waseme, hawa ambao watakwenda Mungu anachotaka waende. Kwa hiyo kama unataka kutembea na nguvu za Mungu, ndo mtihani. Ukikushinda huo, sahau kabisa. Ukishindwa hilo, sahau. Kwa hiyo tunapoendelea na haya masomo utagundua kwamba kubarikiwa, kufanikiwa, kubadilika kwa maisha yako uliyokuwa nayo kabla ya kuokolewa na maisha unayotakiwa kuwa nayo baada ya kuokolewa, ni lazima kuwe na mabadiliko ya kweli na ya dhati. Lakini zingatia mfumo unafanyaje kazi. Mfumo unakutaka umilikiwe. Anasema anayefanya mapenzi ya baba yangu. Adamu alikuwa mwana wa Mungu wakati anafanya nini? Mapenzi ya Mungu. Musa alikuwa mwana wa Mungu wakati anafanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Adamu alipoacha kufanya mapenzi ya Mungu akawa mwana wa Ibilisi. Yohana 8 tunaambiwaje 44? Ninyi ni wa baba yenu nani? Ibilisi, kwa kuwa ni mwongo na muuaji. Na ninyi mnapofanya hizo kazi tayari yeye ni baba yenu. Yesu anapokuja kutuokoa, tunahama kutoka kwa Ibilisi kama baba au kama chanzo, tunakwenda Mungu anakuwa chanzo chetu. Rasmi maisha yetu yanabadilika. Kwa maisha yetu yanapaswa yabadilike, lakini kanuni, utaratibu,